bora sana. Na siku ya Ijumaa tena ndio siku ambayo wanasema wanazuoni kitasimama kiyama. Chama mzuri Siku ya Ijumaa ina mambo mengi. Kwa hiyo siku kama inapokuja, kwanza natakia tukithiri kufanya ibada, tukithiri kuomba msamaha, tukithiri kumwomba Mwenyezi Mungu mambo yetu tunahitaji. Na pia tufurahi pia. Kiutaratibu wewe mwenyewe binafsi huwa unafanya kazi, maana yake kwa Wakristiani mimi ninavyofahamu wengi huwa ni siku yao ya kupumzika. Kwako wewe au kwa Waislamu wengi? Sasa kwa bahati mbaya nchi tulikuwepo utaratibu wake kwamba weekend inaanza Jumamosi. Shafa nzuri Lakini ingekuwa kwa Waarabu system yao kwamba Ijumaa ndio weekend au wafanye kazi. Kama umeishi Uarabuni, Jumaa na Jumamosi ndio weekend kwao. Alafu Jumapili kazini, kama Jumapili ndio Monday unavyoiona kwao. Kwa Waarabu weekend yao inaanza kuanzia Alhamisi, weekend yao Alhamisi nusu siku ndio vile. Ijumaa wafanye kazi, Jumamosi wafanye kazi, Jumapili wanaanza kazi kama kawaida. Naam. Sisi tumetoka kwenye hamasa ya Simba bwana, tuanzie hapo. Miongoni mwa vitu ambavyo vimejiri, najua ulikuwa unakula biliani, hujakutana navyo kwanza. Leo umefunga kwenye sita. Nikupe ripoti ya nini ambacho kimejiri bwana, ikiwemo Simba Sports Club wameendelea na hamasa zao kuelekea mchezo wa marejeano dhidi ya Al Masry kwa Mkapa, lakini kitu kikubwa ambacho wamesema bwana, rais wa TFF wamempa awe mgeni rasmi, mgeni maalum wa ule mchezo, lakini pia wamemwalika mkuu wa mkoa wa Tabora kuja kushuhudia mchezo huo na kuweza kufanya maandalizi, kujifunza namna gani ya kufanya maandalizi kwa timu yake ya Tabora. Kwanza tuanzie hapo, wewe umepokeaje statement hizo za msemaji wa Simba Sports Club? Siwezi kupinga, hao ni maamuzi yao kama klabu, wamekaa wamefikiria, wameona kwamba hivyo vitu vinafaa kwa upande wao. Kwa sasa nipinge kwa sababu gani? Sababu hakuna kitu kibaya. Vina tija yote. Yani hao ni unajua, sote usikae katika upande wa kupinga fikra za mwanadamu mwenzio. Ile ni taasisi Simba. Maana wamekaa watu wengi, wametafakari, wamekuja na majibu hayo. Maana nani wanasema, wanakuambia Swahili linalopumua ni tumbo. Makalio hutumika kama speaker tu. Iko hivyo. Kwa hiyo maana management ishakaa ikapanga. Ule amejali kama kazungumze. Si ndio? Maana hapo Mo atakuepo, Try Again atakuepo, si nani magoli yote yamekuepo. Kama wamediscuss kwamba hapa tumuite mkuu na ndio. Si mkuu wa mkoa wa Tabora hawepo. Sababu watakuwa labda wanajua za ndani kama ni nani mwenzao. Tumuite Karia naye hawepo. Kwa wanajua wenyewe kwa nini wamefanya hichi kitu, kwa niaba gani, hiyo ni plani yao wenyewe. Katika sasa kwa sisi ambao ni mashabiki ama wapenzi wa mpira, uweze kusema kwamba why? Kwa sababu hawajakosea. Kwani mkuu wa mkoa wa Tabora ashiriki mashindano ya michezo? Sina mpaka timu wanao ambao wametia mpaka hamasa juzi na kana lungu 3, si ndio? Kama si jambo baya kumwalika kuja kuangalia. Sababu nani mwana michezo, si ndio? Karia si rais wa TFF bwana. Kuna ubaya kumwita rais? Kwa nini itakuwa mara kwanza kumwita rais? Bosha kumtaga Simba Day. Namba keki akala na jezi akavaa. Kuna jambo la kawaida, sababu ana support, sababu mzuri. Kwa hamna kitu kibaya. Cha msingi tu hamasa zao ziendane na kile ambacho wanachokifuata pale uwanjani. Ngado umesema mna kitu kibaya, lakini kwa scenario sasa hivi ilivyo, kama kuna upande hawaelewani na watu wawili, kwa maana hawaelewani na rais wa shirikisho, lakini pia hawaelewani na mkuu wa mkoa. Simba wametumia kama fimbo ya kuwachapa ambao hawaelewani nao. Sio fimbo. Yaani Simba na Yanga ni wapinzani. Yaani sikwambia mtu Simba na Yanga ni wapinzani. Na upinzani wao ni wa mafanikio, Sheikh. Yaani upinzani wao, unajua mtu ambaye unashindana naye katika mafanikio hawezi kuwa rafiki yako kipenzi huyo hata siku moja. Sababu mzuri, sababu mnagombania ukubwa, power katika nchi yenu. Kila mtu anataka kuwa klabu kubwa. Na kwa bahati nzuri klabu kubwa ziko hizo mbili, Simba na Yanga. Sasa ili mmoja awe mkubwa, lazima mmoja awe afanikiwe. Sababu mzuri, sababu mzuri. Sasa unaangalia kwa mpinzani wako anakosea wapi. Wanapokosea mpinzani wako na wewe unataka upite mule kusawazisha. Ipo hiyo, tunaonaga hapa mfano kwa wasanii tunaona mfano Diamond labda kagombana na mfano na ugomvi na Alikiba. Si ndio? Harmonize huwa katoka kwa Diamond atamtafuta Alikiba. Sababu mzuri atamtafuta nani? Alikiba. Lengo nini? Kumkera tu, labda anajua nikifanya hivi salamu zimfikie. Sababu mzuri, au apate nguvu ya mashabiki wa Alikiba, kitu kama hicho kilivyo. Kwa hiyo maana yake kwamba sio ni kitu kibaya hapo. Ni maamuzi yao wenyewe, wale ni wapinzani. Kwa upinzani ulivyo, au kwa upande wa Simba wametaka kuzima ile labda baada ya kufungwa sasa kwa magoli mawili ili hii ziwe ndio mijadala kuelekea kwenye mechi. Inawezekana pia yote hayo kwamba mjadala na pia inaingia kwenye akili. Kidogo umenikumbusha. Sema kama saizi hapa. Umesahau kuzungumzia mpira, tunazungumzia nini? Karia na ina ni plan pia.
Yes, lakini kubwa zaidi sioni kibaya ambacho walichokifanya. Ni mipango yao na mikakati yao, lengo kuu kuhakikisha kwamba wanapata mafanikio tu basi. Ndio jambo la msingi. Tuje kwenye eneo lako ambalo wewe unalipenda, unalifurahisha. Unakuja baadaye, unakuja. Asante. Eneo la pitch. Kule Simba amepoteza kwa mabao 2-0. Kwa uchache, kitu gani ambacho Simba alikikosea kuanzia mbinu za mwalimu, selection ya kikosi mpaka wakaweza kupoteza mchezo, lakini Simba alikuwa amedominate mchezo ule kwa asilimia kubwa sana, kwa maana kupata mashuti 18 lakini on target 7, lakini hakupata mabao. Lakini katika upande wa sabu pia watu wengi wameonekana kulalamika kwa maana mwalimu alifanya sabu 2 tu tofauti na wapinzani wake. Yaani kwa bahati mbaya nilichokiona, Simba walikuwa na planning katika michezo ya makundi kuliko mchezo wa juzi. Yaani hatua za knockout unaweza ukafungwa na timu yote ile. Unaweza ukatolewa na timu yote ile. Sababu mifano ipo duniani. Barcelona ambaye bingwa la Liga alikuja kutolewa na Chelsea ambayo ipo nafasi ya 6 au ya 7 kwenye Premier League huko. Shamba nzuri Liverpool anakuwa bingwa wa Champions League. Kwenye Premier League yupo nafasi ya 8. Yaani mbovu wa kutupilia. Kwa nini sasa wanafanikiwa hivyo? Kwa sababu kuna tofauti ya ligi na knockout. Yaani knockout inakufanya uishi katika sehemu moja kati ya mbili. Ligi mara nyingi ni unajua kuna plan, mfano msimu ukianza kuna season plan. Yaani season yaani plan ya msimu mzima. Kama msimu huu tunachezaje. Shamba nzuri alafu kuna game plan. Sasa mara nyingi mtoano ni game plan. Ndio maana bingwa wetu wa Afrika Al Ahly waweza kama na mbovu ni makundi huko. Akifika robo tu akamatiki. Hata yule ambaye atamfunga 5 basi atamfunga na atamtoa. Kwa sababu inakuwa sio sehemu tena ya final, kwa ni game plan, yani tunachezaje. Kwa walichofanya na nafikiri Simba waliiniwa kwenye game plan tu. Baada ya Waarabu kupata goli, walipokubali kuwaruhusu Simba watawale mpira maeneo mengi. Afu na zone wakawa na asubiri waje wa block. Simba kaamini hawa kwamba inawezekana, wakaingia kwenye mtego wakafunga goli la pili. Lakini hawakuwa kwenye plan. Baada ya kuona sasa kwamba unajua kwenye mpira sometimes mpira una raha sometimes. The way unavyopata the space za kuchezea mchezaji, unasikia raha kugusa kila wakati. Sasa ile raha ile kuna watu sasa kumbe wanakuvizia na manati. Wewe unasikia raha. Nakuvizia umejaa kofi kamba ya pili. Shamba mzuri. Kwa wao walikuwa kwenye plani Waarabu, ndio plani yao iko vile, kwa sababu kabla ya game nimsikia Fadu alisema kwamba wanakutana na wapinzani ambao wanapenda mpinzani wao amiliki mpira ili wao wapate space ya kupiga counter attack. Alizungumza hilo Fadu. Lakini nafikiri alipokwenda kule pia naye kasahau huo mtego. Lakini kwa nini kasahau? Pengine alielekeza wasiingie katika mtego huo. Ila wachezaji sasa kutokana ile space iliyopatikana, nafasi, sababu kuanzia huku kwao mpaka kwenye hafu ile ambayo ya kati ya pili ya nani wakaanza wanasukuma wanakuja mpaka kwenye box pale, ila wakifika pale tu ndio wanakuwa active wale Waarabu, yani hawaachi space za ovyo ovyo, lakini kote kwa walikuwa naacha. Kwa hiyo sasa nafikiri wachezaji wakaingia kwenye mfumo huo, wakaingia kwenye raha mpaka matokeo yamepatikana. Kwa hiyo inawezekana pia. Kwa hiyo walichokia approach Waarabu kule kwao, nafikiri pia watakuja sasa na approach nyingine ya kulinda magoli yao mawili. Jambo nzuri. Ndio hiyo naomba, hiyo inaitwa game plan sasa. Kwa plan ya kwanza tumewini. Imebaki game moja. Tunaenda wapi nusu finali. Kwa hiyo wanachokiwaza wao Simba ndicho ambacho wanachokiwaza na Waarabu. Kwa nafikiri mistake ya kule ni hicho tu. Walikubali kuingia katika mipango ya wenzao ambao walioseti na wao wakaingia. Ndio maana matokeo yale yamepatikana. Huwezi kumlaumu mtu. Huwezi kusema kwamba umekosea hapa, huwezi kusema hivyo, sababu kuna wakati sometimes unaangalia timu imefanya kila kitu. Chama mzuri imefanya kila kitu, imeprocess mpira vizuri, imepiga mashuti 17 golini. On target 7. Unataka nini tena? Upo ugenini unaenda kumiliki mchezo dhidi ya Mwarabu ambaye si mnyonge. Al-Masry nafasi ya 4 kwenye ligi ya Misri, si jambo dogo kushika nafasi ya 4, sababu kuna wamba wengi kule, kuna Ismailia kule, kuna Suya, kuna Al-Hudud wale, kuna wamba kibao ambao ni wanaumba anashika nafasi ya 4 kwamba hajashika kwa bahati mbaya. Akikafunga watu mpaka kushika nafasi hiyo. Kwa unapokwenda ugenini, hata kama ndio umefungwa, lakini namna ambavyo unavyo approach ile game, unavyocheza kwa kujiamini, unatengeneza nafasi na mnapata nafasi kama vile za wazi mpatikana kwa nani, Ateba ile mpatikana kwa Kapombe ile, sio nzuri. Maana si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo tu ni sehemu moja tunatakiwa wafahamu tu, walipoteza kwa sababu ya plan yao haikuwa nzuri zaidi, yani waliingia katika mtego wa mpinzani wake.
Na ndivyo hivyo sasa, ukirudi mpaka huko pia nao watakiwa sana wasiende tu kichwa kwa sababu na hamasa tu peke yake. Yaani wasifanye hamasa ndio kamili ndio umefanyaje umaliza mchezo. Maana yake atakiwa hamasa ifanyike, lakini na plan wawe nayo. Plan namba 1 kwanza kusawazisha goli mbili. Pili baada hapo kuongeza